Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2024-2025 ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Mpaka sasa tunavyoongea, klabu ya soka ya Simba tayari wameshajihakikishia nafasi ya kwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu mpya wa mwaka 2025-2026 mara baada ya kufanya vizuri kunako ligi kuu ya NBC na kumaliza katika nafasi mbili za juu. Na kwa upande mwingine, klabu ya soka Simba tunaona msimu walikuwa wakitengeneza timu yao chini ya mtaalam Fadlu Davids kutokea Afrika Kusini, kocha mpya ambaye Simba kwa upande mwingine waliweza kumwamini na kumpa mikoba akitokea Raja Casablanca ya pale nchini Morocco. Tayari klabu ya soka ya Simba Sports Club tumewashuhudia wakifanya vizuri kunako kombe la shirikisho kwa kumaliza nafasi ya pili barani Afrika mara baada ya kufungwa fainali na RS Berkane ya nchini Morocco. Lakini Simba tunaona tayari washapokea ripoti kutoka kwa kocha mkuu Fadlu Davids kuhusiana na ile orodha ya wachezaji ambao anataka wasajiliwe ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, na tayari klabu ya soka ya Simba Sports Club wameshaorodhesha ile orodha wachezaji ambao watakwenda kuwauza, wachezaji ambao watakwenda kuondoka mara baada ya kumaliza mikataba yao. Kwa hiyo Simba watakwenda kubakia na wale wachezaji wazuri ambao wamefanya vizuri na wameweza kukubalika na mtaalam Fadlu Davids, kwa sababu Simba wana malengo na kocha huyu kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025-2026. Sasa siku ya leo tutakwenda kuifahamu ile orodha ya nyota ambao wanakwenda kuachwa ama kuondoka ndani ya kikosi cha Simba Sports Club kwa sababu mbalimbali, ikiwamo kuuzwa kutokana na viwango ambavyo vimevionyesha. Basi kuna vilabu vikubwa barani Afrika vimevutiwa na wachezaji yao. Kwa hiyo moja kwa moja Simba watakwenda kuvuna pesa ili kuingia sokoni kuweza kufanya maboresho kidogo, kwa sababu Simba kwa mujibu wa sajili ambazo watakwenda kuzifanya ni kumsajili beki mmoja wa katikati ambaye atakwenda kusaidiana na mabeki ambao tunaendelea kusalia ndani ya kikosi cha Simba. Bila kusahau Simba wanataka kumsajili kiungo mmoja mshambuliaji ambaye atakwenda kuwa anasaidiana na wale viungo ambao watakwenda kusalia. Bila kusahau malengo ya Simba ni kumsajili mshambuliaji ambaye atakuwa tishio ndani ya kikosi cha Simba na kwenda kuonyesha makeke yake kwa kufumania nyavu, yani watakaleta striker ambalo linakuwa rafiki wa nyavu, adui wa magolikipa. Kabla kwenda kuifahamu sasa ile orodha ya wachezaji ambao Simba wanatarajia kuacha, basi kama ni mshabiki wa Simba unaipenda Simba Sports Club, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section katuambie wewe ni mshabiki unayeshabikia klabu ya soka ya Simba ukiwa maeneo gani, kisha tuambie tu kwenye comment section wachezaji wako wawili ambao unawapenda ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa tuende kazi tukaifahamu ile orodha wachezaji wazawa ambao wanaondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Nyota wa kwanza ambaye ni mzawa anatarajia kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba ni golikipa Hussein Abel, ambapo golikipa huyu tumeona amekuwa apati nafasi ya kucheza mara kwa mara. Jiunga na klabu ya soka ya Simba akitokea KMC kwa mkataba wa miaka 2 na mkataba wake unaelekea ukiungoni. Kwa hiyo kutoka changamoto ya kutopata nafasi ya kucheza, mchezaji huyu ameomba kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club mwishoni mwa msimu huu. Nyota wa pili mzao ambaye Simba wanatarajia kumwacha ni mchezaji Kelvin Kijili. Sote tunafahamu Kelvin Kijili alisajiliwa akitokea KMC na matarajio yake ilikuwa ni kupata nafasi ya kucheza mara kwa mara, lakini uwepo wa Shomari Kapombe, show me the way, unamfanya fullback huyu kuondoka kwa sababu si chaguo namba 2 ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Nyota mwingine ambaye Simba wanatarajia kumwacha ni mchezaji Hussein Kaz. Huyu ni beki kitasa ambaye kwa upande mwingine anacheza eneo la center back wa katikati, lakini kutokana na changamoto ya kushindwa kucheza mara kwa mara, klabu ya soka ya Simba wanatarajia kumwacha kwa sababu anakwenda kumaliza mkataba wake, na Simba wanatarajia kumwacha kwa sababu aonyeshe changamoto ya kuweza kuipambania nafasi yake ya kucheza ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Nyota mwingine ambaye anaongoza mkataba na kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba ni kiungo punda Mzamiru Yasin Selemba ambaye amedumu Simba kwa muda mrefu, lakini nyota huyu tunaona
Vile vile hapati nafasi ya kucheza kwa sasa kutokana na uwepo wa viungo wenye ubora zaidi yake. Ukiangalia Simba wanataka Damchanga, huyu tayari ni maji ya shingo. Kwa hiyo tunaona Simba wanatarajia kuachana na Mzamiru Yasin mara baada ya kumaliza mkataba wake ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Vile vile klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuachana na winga hatari kutokea katika klabu yao ambaye ni Edwin Barua, ambapo mchezaji huyu tumeona hapati nafasi ya kucheza mara kwa mara, na Simba wamepata ofa kutokea katika vilabu kutokea nchini Misri. Kwa hiyo wataangalia pesa mezani, kisha watamuuza mchezaji huyu anaofahamika kwa jina la Edwin Barua. Lakini taarifa nyingine ni kumuhusu golikipa wa zamani wa timu ya Azam ambaye amefanya vizuri kwa Simba na timu ya taifa Tanzania, Aishi Manula, ambapo naye pia anakwenda kumaliza mkataba na klabu ya soka ya Simba. Kwa Simba watakwenda kuachana na golikipa na taarifa zikidai kwamba ana uwezo wa kurejea katika klabu ya Azam, huku Yanga Sports Club nao pia wanataka kumsajili golikipa huyo anaofahamika kwa jina la Aishi Manula, bila kumsahau kiungo mshambuliaji Omar, ambapo kiungo huyu tunaona amekuwa hapati nafasi ya kucheza mara kwa mara. Kwa Simba kuna uwezekano mkubwa wakamtoa kwa mkopo. Na nyota mwingine ambaye ni wa Simba ambaye anacheza kwa mkopo katika klabu ya Namungo, Saleh Karabaka. Taarifa za ndani, Simba wanafanya biashara na klabu ya Namungo ili kuweza kumuuza moja kwa moja nyota huyo, kwa sababu anashindwa kupata nafasi ya kucheza ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Na bila kumsahau kuna uwezekano Awesu Ali Awesu, kiungo ambaye amejiunga na Simba kutoka KMC, na pia akaondoka ndani ya Simba kwa kuuzwa kwa changamoto ya kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara ndani ya kikosi cha Simba. Hao ndio wazao ambao wanatarajia kuondoka ndani ya Simba Sports Club. Sasa turudi katika ile orodha ya wachezaji wa kigeni ambao wanaitumikia Simba, kwa sababu sheria inaonyesha Simba wanatakiwa ama vilabu vyote vinavyoshiriki Tanzania bara kusajili wachezaji 12 pekee wa kigeni. Kwa Simba, kwa sababu kuna wachezaji wa kimataifa watakwenda kuwasajili, basi ni lazima kuna nyota wengine wapungue aidha kwa kuuzwa ama kuondoka wenyewe ndani ya kikosi cha Simba kwa kukosa nafasi ya kucheza. Nyota wa kwanza, kwa mujibu wa taarifa zilizopo, kuna uwezekano mkubwa klabu ya soka ya Simba wakaachana na golikipa Musa Kamara Pinpin. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba Simba wanahitaji kupata golikipa mwingine ambaye atakuwa bora kumzidi Musa Kamara Pinpin, ama kutoa nafasi kwa magolikipa wengine ambao hapo ndani ya Simba, kwa sababu golikipa huyu kuna makosa ya kizembe ambayo amekuwa akiyafanya na kuigharimu Simba Sports Club. Kuna uwezekano Musa Kamara Pinpin hiyo agine akatemwa ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Lakini golikipa Ayubu Lakredi kutokea nchini Morocco, na pia kuna uwezekano mkubwa Simba wakaachana naye kwa sababu amekuwa na majeraha ya muda mrefu. Golikipa huyu hajacheza muda mrefu ndani ya kikosi cha Simba kutokana na majeraha ambayo amekuwa nayo. Kwa hiyo Simba watakwenda kuachana na Ayubu Lakredi. Taarifa za ndani atarejea nchini kwa Morocco, klabu ya AS FAR Rabat na Wydad Casablanca wakiwinda saini ya mchezaji huyu Ayubu Lakredi ambaye anafanya poa pia alipokuwa akipewa nafasi ya kucheza ndani ya Simba Sports Club. Taarifa nyingine ni kumuhusu winga hatari Joshua Mutale ambaye ameweza kuonyesha makali yake. Licha ya kuonyesha makali yake, basi tunaona Simba kwa upande mwingine hawana mpango wa kuendelea naye, wanahitaji kumtafuta winga ambaye atakuwa ni hatari zaidi ya Joshua Mutale. Taarifa za ndani ni kwamba kuna uwezekano wakati mkia Afrika Kusini katika klabu ya soka ya Kaizer Chiefs ama akarudi kwao Zambia, kwa sababu Simba tayari hawana mpango wa kumtumia kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025 2026. Lakini nyota mwingine ni kiungo mkabaji Agustine Okejefa, ambapo kesi ya mchezaji huyu ni kwamba yeye mwenyewe ameomba kuondoka kwa sababu ya kushindwa kupata muda mrefu wa kucheza ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Kwa uwezekano mkubwa kiungo huyu raia wa Nigeria akaondoka Simba kwa sababu ya changamoto ya kukosa muda mwingi wa kucheza, kwa sababu tayari ana ofa nyingi ambazo ziko mezani kwake. Lakini nyota mwingine ni Fabrice Luamba Ngoma MT midfield teacher, ambapo kiungo huyu tunaona mpaka sasa amegoma kusaini mkataba mpya na klabu ya soka Simba kwa sababu mkataba wake unamalizika. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba kiungo huyu mwenye umri wa miaka 31 anawindwa na klabu ya Hassan Union Sport Agadir kutoka nchini Morocco, na kuna vilabu nyingine kutoka nchini Saudi Arabia ambavyo pia vimewekea ofa kubwa ya mshahara. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa management ya mchezaji Fabrice Luamba Ngoma kagoma kusaini mkataba na Simba na kumwacha kiungo huyu aweze kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba mwishoni mwa msimu. Lakini taarifa nyingine ambayo si nzuri zaidi kwa mashabiki wa Simba ni kuhusiana
na mchezaji anaofahamika kwa jina la Steve Deze Mukwala, ambapo mpaka Mo Dewji mwenyewe pia amethibitisha kwamba kuna uwezekano mkubwa mchezaji huyu akauzwa katika klabu ya soka ya Kaizer Chiefs, kwa sababu ikumbukwe katika mechi ya fainali ya Simba dhidi ya RS Berkane pale katika uwanja wa New Amani, Kaizer Chiefs kupitia kocha wao Mohamed Sinadabi alikuja kumtazama mshambuliaji na anavutiwa na uchezaji wake. Tayari wameshawasilisha ofa yao mezani kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji huyu raia wa Uganda. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Simba wakafanya biashara hii, kwa sababu mpira ni biashara, pia wakanufaika kwa kumuuza Mukwala kwenda Kaizer Chiefs. Vile vile Kaizer Chiefs wameulizia uwezo wa kuweza kumpata kiungo Jean Charles wa Simba, ambaye mpaka sasa ndiye mchezaji ambaye amehusika katika magoli mengi kunako ligi kuu ya NBC, akiwa ndiye top scorer. Vile vile miongoni mwa wachezaji ambao 10 wametoa assist nyingi katika ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kuna uwezekano pia Simba wakafanya biashara hii ya Jean Charles, kwa sababu Simba wao pia wanataka kusajili kiungo mwingine ambaye atakuja kushindana na Ahoua, lakini kama watakiwa fedha nyingi wanaweza kamuuza Ahoua. Kwa hiyo ndio orodha ya wachezaji wa kigeni ambao Simba wanatarajia kuwauza na wachezaji wazawa. Tuambie neno la comment kwa upande wako wewe. Katika msimu ujao, je, Simba waboreshe maeneo gani, na je Simba wawauze wachezaji gani? Kwa hiyo endelea kwenye comment section hapo, katoe mapendekezo yako.